وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. Imepokewa kutoka kwa Abi Qatada, Allah muiradhi, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, yusalli bina, akituswalisha, fayaqra'u fi dhuhri wal asra, na akisoma katika swala ya dhuhuri na la asri, fi rak'atayn al-ulayayn, katika zile raka mbili za mwanzo, bi fatihatil kitabi wa surataini, anasoma suratul Fatiha na anasoma sura nyinginezo. Maana yake ni raka za ngapi na ya ngapi? Ya tatu, ya kwanza na ya pili. Baada al-Fatiha anasoma sura, ndipo anaenda rukuu na anaenda kusujudu. Akinyanyuka raka ya pili pia baada al-Fatiha anasoma sura Fatiha, alafu anasoma sura, ndipo anaenda kurukuu na kufanya kama tunavyofanya maimamu wetu hapa. Wayaqra'u fil ukhrayaini, na anasoma katika raka mbili za mwisho, adhuhuri na alasiri, bi fatihatil kitabi, anasoma surati Fatiha peke yake. Tuelewana, ambapo mara nyingi zile raka mbili za mwisho zinakuwa za siri kwa hiyo anasoma Fatiha basi anaye. Kwa hiyo utaona kwamba zile mbili za mwanzo zinakuwa ndefu kuliko zile mbili za mwisho kwenye adhuhuri na alasiri, kwa sababu zile mbili za mwanzo baada ya surati al-Fatiha anasoma sura nyingine, na hizi mbili za mwisho anasoma suratul Fatiha peke yake. Muttafaqun alayhi, imepokewa hadithi na Bukhari na Muslim. Na hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya kwenye swala za siri na kwenye swala za jaharia kama tulivyoona hapa. Naam. Naam. Fayaqra'u fil dhuhri wal asri fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihatil kitab. Tumeruka kweli. Anasoma katika swala ya dhuhuri na alasiri, katika raka mbili za mwanzo anasoma bi fatihatil kitabi, ufunguzi wa Qur'ani ambao ni surati Fatiha, wa surataini, na sura nyingine mbili, kila kwenye rakaa moja. Wa yusmi'una al-ayata ahyana, na alikuwa akitusikizisha aya baadhi ya wakati. Kwenye hiyo dhuhuri au la asiri ni siria. Wa yusmi'una al-aya ahyana, ilikuwa akitusikizisha aya wakati mwingine. Maana yake anaswali swala ya siri, atasoma al-Fatiha mfano, alafu wakati mwingine wamsikia akisema ghairil maghdubi alayhim, unaona
ahyana, au kama kashamaliza Fatiha kwa kwenye sura nyingine atasoma kwa siri, alafu saa nyingine wasikia baadhi ya aya zikidhihiri, lakum dinukum waliya din. Kwa hiyo mwajua kwamba Mtume kumbe alikuwa akisoma surati Al-Kafirun, kwa sababu baadhi ya aya zinatoka. Ulama wamelizungumzia swala hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo si kudhihirisha kisomo kwenye swala ya dhuhuri na alasiri, ni ile tadabburi ya kisomo. Mtume anapokuwa kwenye Qur'ani, akili yake yote inakuwa hapo, unyenyekevu wote unadhihiri hapo. Kwa hiyo saa nyingine kwa ile mapenzi na tadabburi ile ya Qur'ani, basi yanachomoza baadhi ya maneno ya Qur'ani, lakini sio maana alikuwa anadhihirisha, ni siri vile vile. Na maswahaba hapo ndio wanajua kwamba Mtume kwenye swala fulani ilikuwa akisoma sana sura fulani, alikuwa akipenda sana kusoma sura fulani, kwa sababu baadhi ya aya zilikuwa zikidhihiri wakati mwingine. Wayutawilu rak'ata al-ula, na alikuwa Mtume akirefusha rakaa ya kwanza, hiyo adhuhuri au alasiri, akirefusha rakaa ya kwanza. Wayaqra'u fil ukhrayaini, na akisoma katika rakaa mbili za mwisho bifatihatil kitabi, ufunguzi wa Qur'ani, maana yake surati Fatiha peke yake. Yani katika swala kuna fiqhi yake maalum, ambapo maimamu wengi wamejingika nayo fiqhi sala. Rakaa, mfano swala ina rakaa 4, tuchukulia dhuhuri na alasiri na isha pia inaingia. Imamu atakiwa rakaa ya kwanza iwe ndefu kuliko rakaa ya pili. Rakaa ya kwanza iwe ndefu katika kuswaliwa kuliko rakaa ya pili. Lakini waweza ukaja kutana na imamu rakaa ya kwanza asoma inna a'taina, rakaa ya pili asoma watini wa zaitun. Ni kosa katika fiqh sala, tumeelewana Au rakaa ya kwanza anasoma wadhuha, rakaa ya pili anajisoma amma yatasaalun. Ni kosa. Maimamu wengi hawana fiqhi sala, watu wanaenda tu, haijulikani hipi ni ya kwanza, hipi ni ya pili. Ya kwanza inakuwa fupi, ya pili inakuwa ndefu, ya tatu inakuwa ndefu zaidi, ya nne haijulikani. Lakini Mtume kama anavyotueleza hapa Abi Qatada, wa kana yutawilu rak'ata al-ula, Mtume alikuwa akirefusha sana ile raka ya kwanza. Na kuna faida ya kurefusha raka ya kwanza, kwa sababu kuna wengine ezekao wamechelewa kwa kwenye udhu. Ukirefusha ile watakuja pata watakuja mdiriki imamu, lakini mtu imekimiwa swala saa hiyo yapiga ina ataina. Hasa baadhi ya misikiti mpaka swala ya alfajiri pia swalishwa na ina ataina. Hatusemi kwamba sio Qur'ani, ni Qur'ani, lakini watu wametoka kulala, mili imechangamka, waje swalisha na ina ataina au waswalisha na kul a'udhu birabbin nas. Piga kiraa, watu wasikie maneno ya Allah, mili yao imechangamka, akili zao zimepumzika vizuri, wasikie maneno ya Allah. Ndio wakati huo, hakuna ambaye ana mbio wakati huo au kichwa chake kimevurugika ndio katoka kulala. Kwa hiyo lazima maimamu wazingatie haya, kwa sababu ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha. Ma yufiduhu alhadithu, yale ambayo yanatolewa faida na hadithi hii. At-tansisu ala qiraati al-Fatiha, dalili ya kusoma suratul Fatiha fi kulli rak'a, katika kila rak'a, min al-ulayaini, katika zile rak'a za mwanzo. Thaniyan,
Faida ya pili, shar'iyyatu qira'ati surati ma'a al-Fatiha, sheria ya kusoma sura pamoja na al-Fatiha fi kulli rak'ati min al-ulayaini, katika kila rakaa zile za mwanzo. Baada ya al-Fatiha kusoma na sura ni sunna. Thalithan, faida ya tatu, anna ismaa al-imami al-ayata au al-ayataini, hakika imamu kusikilizisha maamuma wake aya moja au aya mbili, mina sura, katika sura, liman yalihi, katika wale wanaofuatia, mina safi, katika safu, la yadhuru fi sirriyati alqiraa, jambo hilo walidhuru katika usiri wa kusoma, fi dhuhri wal asri, na katika dhuhri na al-asri, wala yaktadhi sujudu sahw, wala ipelekei mtu kusujudu sijidati sahw eti kwa sababu amesikilisha aya moja au aya mbili katika dhuhuri au al-asri. Mtume alikuwa akifanya hivyo na haina maana kwamba alikuwa yuko kwenye makosa. Rabian, faida ya nne, mashru'iyatu tatwili al-ula ala thaniya, sheria ya kurefusha rakaa ya kwanza kuliko rakaa ya pili. Rakaa ya pili yatakiwa isirefushwe zaidi kuipita rakaa ya kwanza.